Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida, amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kufika siku ya leo, ikiwa zimebaki siku 10 mpaka 9 kufika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na leo bimashiatillah, kwa matakwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nataka niwaleteeni dua ambayo utaianzia sasa kuisoma mpaka pale mwezi mtukufu wa Ramadhani utapokwenda kuandama. Kwa nini usome dua hii katika kipindi hiki cha kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwanza, tuko katika ndani ya mwezi wa Shaabani, mwezi ambao Mtume alikuwa anakithirisha sana kuleta khairati mbalimbali, ikiwemo swala zima la kufunga. Mtume alikuwa anafunga sana katika mwezi huu wa Shaabani, na mwezi huu zile amali za waja za mwaka mzima walizotenda, matendo yao yote, basi yananyanyuliwa na kupandishwa katika mwezi huu wa Shaaban. Kwa maana hiyo, mimi na wewe ndugu yangu katika imani, tumlilie sana Mwenyezi Mungu kwa shida zetu, kwa haja zetu, kwa mambo yetu. Hakuna kumkimbilia, kukimbilia ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu Mwenyezi Mungu ana majina yake ya sifa 99, na yeye tayari katupa kibali sisi cha kumuomba yeye kwa majina yake hayo 99. Leo bimashiatillah, kwa matakwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimewachagulieni jina moja katika hayo 99. Tutakwenda kumuomba Mwenyezi Mungu kwa jina hili la moja wapo katika hayo. Jina ambalo leo tutakwenda kumuomba nalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni lile jina ambalo kwamba lenye sifa la mtoaji. Tena utoaji wake anatoa bila mipaka, anatoa bila kubagua, kujua huyu Muislamu au huyu Mkristo, huyu mpagani. Hapana, Mwenyezi Mungu anampa riziki yoyote hapa duniani, awe Muislamu, awe Mkristo, awe mpagani, awe hana dini, awe Shinto, awe nani, Mungu anampa riziki yote hapa duniani. Ndio maana kwa jina hili ambalo leo tunakwenda kumwomba nalo hapa, ndio sifa yake miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jina hili ni jina gani? Jina hili biidhnillahi ta'ala linaitwa Al-Wahhabu. 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 Jina hili katika mpangilio wa namba, namba yake ni namba 17. Namba 17. Sasa utakwenaje kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jina hili? Jambo la kwanza, utaanza na istighfari kwanza. Hii istighfari utakuwa nayo mara ngapi? Utakuwa na istighfari mara 100. Astaghfirullahal azim wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilayhi. Hii utakuwa nayo mpaka mara ngapi? Mara 100. Ukimaliza kuleta hiyo mara 100, ndo utaanza kumuomba Mwenyezi Mungu kwa jina lake ya Wahhabu. Ukimaliza kuleta istighfari, utatia nia, utamwambia Rabbi, nimekusudia ndani ya siku hizi 9 zilizobakia kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuomba kwa jina lako ya Wahhab. Wewe ndo mtoaji wa riziki, wewe ndo mwenye kuneemesha waja wako duniani hapa bila kuchagua, wewe ndo mwenye kuneemesha waja wako duniani hapa bila kubagua, na kuomba kwa jina lako ya Wahhab, nijalie kadha, nijalie kadha. Utamwambia ile ambayo kwamba wewe unayohitaji. Ila dua hii inapendeza uiombe kwa mfululizo, yani kuanzia leo ulipoona video hii na ukapata darasa hii, basi ufanye kwa mfululizo mpaka inafika ule mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa baada ya kusema maneno yako hayo, utasoma ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya mpaka mara 17, ambayo ndo namba ya jina hili Al-Wahhab. Ukimaliza mara 17, utaanza tena kulisoma jina hili ya Wahhabu kwa namba ya jina lako, kwa namba ya jina lako. Na hili unaipata katika Qaimatu Huruful Jahiha
utaipata namba yako namba ngapi. Qaimatu hurufu al-hijaiha, utaipata namba yako. Kwa mfano mimi naitwa Ali. Ali maana yake hapa kuna namba ngapi hii? Kuna aini, kuna lam, kuna aini nalikuonyesha hapa, alafu uone unaipataje namba yako wewe, na wewe kaitafute, inshallah utajua namba yako namba gani, na kama utashindwa kuipata basi utanipigia. Ali kuna aini kwanza, hii aini namba 18. Aini namba ngapi? 18. Alafu kuna lam ni 24. Lam ni 24. 24 na 18 unapata hapa 24. Nachukua peni niandike hapa uone 24 na 18, hapo unapata 42. 42. Alafu herufi ya mwisho yangu mimi ni ye maana yake namba 28. Namba 28 ukichukua na hapa 42 unapata 60 70. Kwa hiyo mimi jina langu ni namba 70, Ali namba 70. Kwa hiyo na wewe angalia jina lako unaitwa nani. Kama ulijui namba yako, basi comment hapo, mimi naitwa Muhammad, naitwa Halima, naitwa Sauda, naitwa nani, nitakwambia hapo kwenye comment namba yako ni 19 au namba yako ni 20. Nitakwambia wewe comment chini, nisema mimi namba yangu sijui, jina langu ni fulani, nipe jina lako la uhalisia, nitakupa namba yako. Kwa hiyo mimi sasa nishapata hapa 70. Kwa hiyo nitarudia tena kuisoma hii ya Wahhab mpaka mara 70. Nikimaliza mara 70 ndio nitakuja kusoma dua hii. Nasoma rabbi habli min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbi habli min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Hii nitasoma vile vile mara ngapi? Mara 17. Alafu nitasoma ya Wahhab habli rizqan tayyiban wa fadlan wa rahma. Ya Wahhab habli rizqan tayyiban wa fadlan wa rahma. Hii nayo nasoma mara 10 ngapi? Mara 17. Kwa nitafanya kwanza ya Wahhab mara kwanza mara 17. Nikimaliza mara 17 nitasoma sasa kwa idadi ya namba ya jina langu. Kama namba yako ifahamu, weka comment yako chini, mara mimi naitwa fulani, nitakwambia namba yako ni fulani. Mimi jina langu naitwa Ali. Ali hapa nimepata namba ngapi? Namba 70. Namba 70. Kwa hiyo nitasoma tena hii ya Wahhab mara ngapi? Mara 70. Nikimaliza ya Wahhab mara 70 ndio nitasoma dua hii, rabbi habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hii nitaisoma mara ngapi? 17. Alafu ya Wahhab habli rizqan tayyiban wa fadlan wa rahma, na hii nayo nitaisoma mara 17. Utafanya hivi mpaka unapoandama mwezi mtukufu wa Ramadhani, na utatia nia kabisa kwamba ya Rabbi, ninakuomba kwa jina lako hili mpaka tunapoelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, ya Rabbi na kadha na kadha na kadha. Utamwambia majambo yako Mwenyezi Mungu, kisha utakwenda kumuomba kwa jina hilo ya Wahhab. Inshallah tuishie hapa kwa leo. Tukutane katika kipindi kijacho na katika darasa lingine lijalo la adhkar na dua. Endelea kusubscribe channel yetu, endelea kufuatilia maudhui yetu, na imani kabisa kuna faida kubwa sana utakwenda kuipata kupitia katika channel yetu hii ya Msimbo Online TV biidhnillah taala. Tukutane katika darasa lijalo, tukutane katika kipindi kijacho. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.